Lastly, iko rais anakuja Kenya. Mupende, musipende. Mimi nawaambia ukweli. Wale watu wote wameiba na mnataka msikie kutoka lini? 1963. 19 when? 63. Mutarudisha mashamba ya Wakenya. Mutairudisha. Najua huyu mzee amenichallenge. Amesema kama mimi nitakuwa kama huyu ama huyu. Mimi sijui mtu ni nani, lakini mimi na profesa hapa. Iko rais anakuja Kenya. Wale watu wote wako na offshore account. Munaiba pesa ya Wakenya, munaenda munapeleka Dubai. Tutafunika hizo account, zitarudishwa hapa. Na hiyo inchi isipo, hebu sikilizeni. Hataki mchezo sasa. Hiyo inchi ambayo hiyo account iko isiporudisha hiyo pesa hapa, watu wote wa hiyo inchi watoke hapa warudi kwa. Iko rais anakuja, wena wako kwa wana matu, hiyo ijalishi. Iko rais anakuja. Hapa Kenya hautauza madawa ya kulevya. Listen to me. Listen to my words very carefully. Unanisikia? Hapa Kenya hakutauzwa madawa ya nini? Ya kulevya. Unajua wenye wanauza? We will not even arrest you. We will kill you. Kwa sababu wewe unaua watoto, wewe ni mkora kabisa wewe. Ukiuza madawa ya kulevya, nilienda Huruma, mnanisikia? Wacha niende juu hamtaki tuongee. Hapana. Nilienda Huruma, mnanisikia? Nilienda wapi? Huruma. Nikapata watoto wako na miaka 10. Miaka 10. Wanadungwa madawa. Miaka 10. Alafu unaniambia Bishop, Biblia inasema forgive. Iko rais anakuja. Si kuna Waislamu hapa? Kuna Wakristo. Ninyi Wakristo mnaanzisha makanisa, mnafanya midomo hivi, mnadanganya watu. Hiyo vios tutafunga. Kabisa. Ninyi Wakristo, Waislamu, mnanisikia? Wale ambao huko Mandera wapi? Si wengine wao wanaoa watoto underage. Wewe mzee, unajua hivyo? Wale haijalishi kama Korani na kuruhusu. Kenya katiba iko juu kuliko sheria nyingine yote. Wale watu wanaoa watoto wadogo, iko rais anakuja. Nyinyi chezeni hivyo mnacheza. Kenya lazima irudi penye inafaa. Hakuna kubembelezana tena. Kenya ya kubembelezana imekwisha.